Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TV Habari, na sasa tuungane naye Nizia Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, Rais Dr. Samia kufungua mradi wa ujenzi wa matanki 15 ya kuhifadhi mafuta katika bandari ya Dar es Salaam. Asante sana Miriam Mlaponi. Na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaeleza kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kufungua mradi wa ujenzi wa matanki 15 ya kuhifadhia mafuta katika bandari ya Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya maboresho ya bandari hiyo ili iweze kufikisha tani milioni 60 za shehena ya mizigo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri wa Uchukuzi Makame Mbarawa amesema mradi huo wa ujenzi wa matanki ya kuhifadhia mafuta unaogharimu shilingi bilioni 678.6 unatarajiwa kusaidia kupunguza muda wa meli kukaa angani kutoka siku 10 hadi siku 3, huku ukitegemewa kuifanya bandari ya Dar es Salaam kwa miongoni mwa bandari zenye uwezo mkubwa katika ukanda wa bahari ya Hindi. Ujenzi wa matanki hayo unaonesha dhamira ya kweli ya serikali ya awamu ya 6 katika kuimarisha miundombinu ya kimkakati hapa nchini. Ndugu wanahabari, ujenzi wa matanki na ujenzi wa magati ambao umeanza kwa ujenzi wa gati namba 1 hapa Malindi Wafu ni sehemu ya mkakati wa muda mrefu wa kuongeza uwezo wa bandari ya Dar es Salaam katika kuhudumia shehena kubwa zaidi. Kila gati litalojengwa litakuwa na urefu wa mita 5 na uwezo wa kupokea meli 2 kwa wakati mmoja zenye ukubwa wa takriban tani 50,000. Aidha, Profesa Mbarawa amesema pamoja na ujenzi wa matanki ya kuhifadhia mafuta, bandari ya Dar es Salaam imeendelea kufanya maboresho katika maeneo mengine yatakayoongeza uwezo wa kubeba shehena kutoka tani 19,000 hadi kufikia tani 60,000 pia ifikapo mwisho wa mwaka 2025 hadi 2026 wanatarajia kufikisha tani 40,000 za mizigo. Maboresho haya yanaendana sambamba na mkakati wa kuimarisha usafirishaji wa mizigo kwa reli kupitia SGR, MGR na TAZARA ili kuhakikisha kati ya 70% hadi 80% ya mizigo yote inayokwenda maeneo yenye mtandao wa reli inasafirishwa kwa njia ya reli. Sasa hivi 90% ya mzigo unaotoka bandari ya Dar es Salaam unapitia barabarani. Hiyo maana yake nini? Barabara zetu kwanza zinakufa sababu mzigo mkubwa. Pili, kunakuwa na ajali nyingi. Tatu, kunakuwa na ucheleweshaji wa mzigo kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Hata hivyo, Waziri Mbarawa amesema kutokana na kuongezeka kwa ufanisi wa bandari, serikali imejipanga kuimarisha usafiri wa reli ya kisasa ya Shirika la Reli Tanzania TRC kupitia mradi wa SGR kwa ajili ya kusafirisha mizigo kutoka bandarini kwenda bandari kavu ya Kwala, hatua itakayosaidia kupunguza foleni za malori pamoja na kupunguza gharama za usafirishaji. Soko la hisa la Dar es Salaam DSE limesajili ongezeko kubwa la mtaji wa soko katika kipindi cha Januari hadi Februari mwaka huu, ukifikia trilioni 34.6 kutoka trilioni 19.1 zilizorekodiwa kipindi kama hicho mwaka jana, sawa na ukuaji wa 80.82 kwa mwaka. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mtendaji mkuu wa DSE Peter Nalitolela amesema mafanikio hayo yanatokana na kuongezeka kwa imani ya Watanzania katika soko la mitaji na kuimarika kwa biashara ya hisa, huku sehemu ya kampuni 22 za ndani ikifikia mtaji wa trilioni 24.4 kutoka trilioni 12.7 mwaka jana. Kwa upande wa biashara, thamani ya mauzo ya hisa kwa mwezi huo imefikia bilioni 242.3 ikilinganishwa na bilioni 34.8 mwaka jana, sawa na ongezeko la 596.2. Kiasi hicho ni zaidi ya theluthi moja ya mauzo yote ya mwaka jana yaliyofikia takriban bilioni 663, hali inaonyesha kuimarika kwa ukwasi sokoni. Na kwa kifupi tu, hadi tukufikia mwisho wa mwezi wa pili, thamani ya mitaji katika soko letu la Dar es Salaam, yani market capitalization, ilikuwa imefikia shilingi trilioni 34 na bilioni 636 kwa fedha ya Tanzania katika makampuni 28 ambayo yameorodheshwa. Lakini ukichukua yale makampuni 22 ambayo ni ya Kitanzania, thamani ya mtaji, yani domestic market capitalization, ilikuwa imefikia trilioni 24 na bilioni 255.
na ukilinganisha na mwaka wa jana, mwaka 2025, thamani ya mtaji wa jumla wa soko, total market capitalization, mwaka 2025 Februari ilikuwa ni trilioni 19 bilioni 154, na kwa makampuni yale ya ndani, domestic market capitalization, kwa mwaka 2025 thamani ya mtaji ilikuwa ni trilioni 12 bilioni 765. Aidha, idadi ya akaunti za wawekezaji imeongezeka hadi 797,566 kutoka 632,263 mwishoni mwa mwaka jana, huku akaunti za mfumo wa hisa kiganjani zikifikia 193,545, na amesema pamoja na changamoto za kimataifa, soko litaendelea kuwa imara kwa kuwa 99% ya wawekezaji ni wa Tanzania na nchi ina misingi thabiti ya uchumi na utulivu wa kisiasa. Na bei ya mafuta imepanda Jumatatu, huku masoko ya hisa yakiporomoka kutokana na kishindo cha mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yaliyoanza siku ya Jumamosi. Pipa moja la mafuta ghafi limefikia karibu $80 kwenye soko la dunia, ikiwa ni ongezeko la wastani wa 7.5% ya bei ya wiki iliyopita. Wasiwasi ni mkubwa kwamba bei ya nishati hiyo huenda ikapanda zaidi mnamo siku zijazo, katika wakati hakuna dalili za mzozo wa kijeshi wa Mashariki ya Kati kutulia. Rais Donald Trump wa Marekani ameashiria jana Jumapili kuwa mashambulizi ya nchi yake pamoja na Israel nchini Iran yanaweza kuendelea kwa hadi wiki 4 zijazo. Asante sana mtazamaji na Miriam Mlaponi, hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Nikushukuru sana Nizia Masinde kwa habari za biashara. Mtazamaji, ni TV Habari na mimi ni Miriam Mlaponi, na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi kisha tuzitazame habari za kimataifa. Mimi ni Miriam Mlaponi, asante na endelea kuwa nasi. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Na katika habari za kimataifa, mashambulizi ya Israel na Marekani nchini Iran yamesababisha vifo vya watu 200, huku Marekani na nchi za Kiarabu zikilaani mashambulizi ya Iran.